Sahaulika wa Kalaza katika kaunti ya Pokot Magharibi vimezaa matunda baada ya mwanafunzi wa miaka 14 aliambukizwa ugonjwa huo akiwa na umri wa miaka 9 kutibiwa na kupona na sasa anaendelea na masomo yake. Mwandishi wetu wa kaunti ya Pokot Magharibi Andrew Juma alizuru kijiji cha Reretiang na kuandaa taarifa hii. Katika kijiji cha Reretiang, wadi ya Kodich, eneo bunge la Kacheliba, tunakutana naye Henry Kisang, mwanafunzi wa miaka 14 katika shule ya msingi ya Reretiang, ambaye alilazimika kukatiza masomo yake miaka 5 iliyopita baada ya kuugua maradhi ya Kalaza, ila sasa ni buheri wa afya na tayari kurejea darasani. Anipeleka hospitali akapima, lakini haikuonekana haraka. Tukarudi ya pili. Tulirudi ya ugonjwa ikaonekana sasa. Ilionekana wanidunga shindano. Ile nilidungwa nikapona. Nilipona nikapona mpaka sasa. Sikuwa na ugonjwa zingine zinisumbua kama hizo masiku. Kalaza ni ugonjwa ambayo una madhara makubwa sana katika masomo ya wanafunzi. Unajua ni ugonjwa ambao unachangia mambo ya vidonda na mambo mengi, na unajua wakati mtu akiwa katika hali hiyo na katika mazingira haya, tunaona kwamba watoto wakiwa wagonjwa katika jamii, utaona kwamba jambo la kwanza hawezi kuhudhuria masomo yao, na wale ambao wanahudhuria hawezi kuwa huru wakati wanasoma. Unajua wakati mtu ako na vidonda na mambo mengine, mara kwa mara hawezi pata nafasi vizuri. So tunaona kwamba katika mazingira hayo, tunaona kwamba wakati issue kama hiyo ikitokea, tunakuwa na mambo ya absenteeism kwa wingi, na hata jamii nayo, wazazi wenyewe inabidi wanang'ang'ana sana. Mnajua kwamba maeneo haya ni maeneo kame na wazazi wanapitia hali ngumu. Mbali na kuwa maeneo kame, wazazi hawana ufahamu, wanang'ang'ana kutumia mbinu nyingi sana. Kulingana na babake, ugonjwa wa Kalaza ulizua hofu katika familia yake. Licha ya juhudi za familia kusaka matibabu, hali ya mwanao iliendelea kudorora, haswa baada ya kukatiza masomo. Na ilichukua muda karibu mwaka 6-7 hivi tukizunguka hospitali mpaka madaktari ya kienyeji, lakini mwishowe ikajulikana sasa ni Kalaza. Ndio kijana akapata dawa hizo, mpaka sasa hivi niko na furaha. Hata kijana sasa yako na afya mzuri, masomo yake ameelewa vitu kwa darasa. Mimi sasa hivi niko na furaha tele. Asanteni sana. The good thing about today is enlightening our people on the importance of seeking early treatment to our health facilities when you see signs and symptoms. And most of the signs and symptoms of Kalaza resembles all other signs and symptoms like for malaria, typhoid, brucella, and so forth. So the best thing that we have come to this place for today is just to enlighten our community about the signs of symptoms. Like for example, the first signs of symptoms for Kalaza is fever of on-off. Kutokana na juhudi za shirika la DNDi, shirika linalopambana na maradhi yaliyosahaulika kama vile Kalaza, Henry amepokea matibabu huku ndoto zake zilizokuwa zimezimwa zikifufuliwa. So by 2030 we hope to have much better treatments, completely oral treatments, and we hope to be on the road to elimination. Yeah, we might not achieve elimination by 2030, but if you look at the roadmap for elimination of Kalaza, there are some targets that we are working closely with the government to be able to meet these targets. And so we are hoping that we'll have reduced what we call post-Kalaza dermal leishmaniasis. We'll have reduced the number of cases of Kalaza, and we'll now be on the road to eliminating this disease once and for all. Washikadau mbalimbali wameendelea kutoa wito kwa serikali na mashirika ya kijamii kuweka mikakati kabambe ili kuhakikisha kwamba wanatoa msaada kwa wagonjwa ambao wanaathirika na magonjwa ambayo yamesahaulika kama vile ugonjwa wa Kalaza. Andrew Juma, TV47 katika shule ya msingi ya Reretiang, kaunti ya Pokot Magharibi.
Asante sana Andrew Juma ukiwa katika kaunti ya Pokot.